Ndugu zangu, leo tuko hapa Kahama kushuhudia kazi kubwa inayofanywa na kampuni ya Barrick ya kuongeza eneo la utafiti wa kina wa madini. Katika sekta ya madini ni sayansi, hauwezi kukwepa utafiti. Kinachofanyika hapa siku ya leo ni kampuni ya Barrick wanakwenda kuongeza eneo la utafiti wa kina wa madini katika nchi yetu ya Tanzania, ambao kwa mujibu wa taarifa mpaka hivi sasa kwa ukubwa wa kilomita za mraba 945,000 za nchi yetu ya Tanzania tumefanikiwa kufanya utafiti wa kina katika eneo la 16% tu, na ndio maana serikali ikaja na dira ikaiita dira 2030 madini ni maisha na utajiri, ambayo lengo yake kubwa ni kuhakikisha ya kwamba ifikapo mwaka 2030 tuwe tumefikisha eneo lilofanyiwa utafiti la nchi yetu ya Tanzania lifikie 50% kutoka 16% iliyopo hivi sasa. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye amekuwa mstari wa mbele na ameonyesha utashi wa kisiasa wa kuikuza sekta ya madini hapa nchini Tanzania. Tumeshuhudia mabadiliko makubwa ndani ya Wizara ya Madini, hasa katika eneo la kibajeti. Bajeti yetu imeongezeka na fedha nyingi imeelekezwa kwenye utafiti wa kina. Ndugu zangu, pamoja na kazi inayofanywa na Barrick hapa, serikali na yenyewe pia katika mwaka huu wa fedha na mwaka ujao wa fedha tutarusha ndege ambayo italikava eneo za kilomita za mraba 165,874 sawa sawa na 18% ya nchi yetu ya Tanzania. Huu ni mradi ambao tutafanya kwa pamoja na wenzetu wa Umoja wa Ulaya, lakini hatua ya pili ya kuhakikisha kwamba tunaongeza eneo kubwa zaidi la utafiti, Mheshimiwa Rais amesharidhia. Hivi sasa tupo katika mchakato wa hatua za kukamilika juu ya ununuzi wa helikopta ambayo itakuwa chini ya taasisi yetu ya jiolojia na utafiti wa madini GST, ambao pia kazi yake kubwa itakuwa ni kusaidia kufanya utafiti wa kina na kuongeza maeneo mengi zaidi. Kwa hiyo ndugu zangu, mnaweza mkaona jitihada kubwa ambayo serikali inazifanya kuhakikisha kwamba tunaongeza eneo kubwa zaidi la utafiti. Barrick imeendelea na itaendelea kuchangia katika maendeleo ya nchi kupitia tafiti, na hizi tafiti tunazozifanya ni kweli tunatafuta migodi mikubwa, lakini historia ipo kwamba pale ambapo tumefanya tafiti na kugundua kwamba rasilimali au madini yaliyokuwepo hayafai au hayakidhi viwango vya migodi mikubwa, hizi data au information ambazo tumezipata huwa tunazirudisha serikalini, na Wizara ya Madini imekuwa na utaratibu mzuri wa kuvigawa hizi kwenye wachimbaji wadogo. Tuna mifano kama kule Komarera, North Mara, Golden Ridge pamoja na Maji Moto, ambapo Barrick ilifanya tafiti ikagundua resource, lakini serikali tulivyorudisha ikagawa kwa utaratibu mzuri kwa wachimbaji wadogo. Kwa hiyo tunachokifanya sio tu kwa manufaa ya Barrick, ni kwa manufaa ya nchi, na sisi kama Barrick ambao ni wabia chini ya Twiga Minerals tunajisikia fahari sana. Mkoa wa Shinyanga utawapa ushirikiano wa hali ya juu katika kipindi chote ambacho mtakuwa mnafanikisha zoezi hili ndani ya mkoa wa Shinyanga, ili kuimarisha sekta ya madini ambayo itapelekea kuinua wananchi wa Shinyanga kiuchumi. Kwa niaba ya wananchi wa Msalala, tunakushukuru sana. Zoezi hili leo unakuja kuzindua helikopta ya mwekezaji Barrick, ambaye kwetu sisi ni mwekezaji muhimu sana katika jimbo letu la Msalala. Baada ya ndege hii kuruka,
wakithibitisha kwamba pale kuna madini, wakapeleka mashine za kuchoronga, tayari tunaajiri wananchi wetu, tayari mamalishe wetu watapata chakula, watapata pesa, bodaboda wetu watapata pesa. Kwa kweli, Mheshimiwa Waziri, na kwa niaba tufikishie salamu zetu kwa Mama Samia. Sisi tunawashukuru sana 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 kwa jitihada hizi mnazochukua, na tunawaahidi tutawapatia ushirikiano wawekezaji wetu wakubwa, wakati na wadogo ndani ya jimbo letu la Msalala. Wote watapata ushirikiano wa kutosha ili tuweze kuhakikisha wananchi wetu wananufaika na rasilimali zao.